Je, changamoto ya ajira hususan kwa vijana inaweza kuifanya dhana ya uzalendo ikapoteza nguvu? Dhana ya uzalendo haiwezi kupotezwa na kukosekana kwa ajira. Ila naweza kusema kwamba ni moja ya vitu vinavyotia mawazo kwa vijana, kwa sababu kama taifa na tuna rasilimali, tuna kila namna ya rasilimali. Kwa hiyo kukosekana kwa ajira nayo inaweza kuwa ni changamoto, lakini ni moja ya changamoto ambayo sasa tunahitaji tutumie uzalendo, kwamba kila mmoja sasa ajitafakari kwamba kabla sijadai mimi nimetengeneza mazingira yapi ya kujihami. Kwa sababu muda mwingine unakuta mtu unaamka asubuhi huna mpango hata wa kutoka kuona uraiani wanafanya nini, hujijumuishi sehemu yote ya uzalishaji mali, ile wewe tu umekaa zako sehemu unasema mimi bana ajira hamna. Kwa hiyo nayo inaweza kuwa ni tatizo, inaweza kuwa ni wewe, si mfumo ambao upo, kwa sababu hili hakuna sehemu ambayo imeandikwa kwamba kijana lazima ajiriwe. Ndiyo. Je, wanaokuajiri kama kuna mtu anaweza kuajiri vijana wenzake, na wewe unaweza kuwa ni mmoja ya unayetaka ajira, je, huyo aliwezaje kuwa na ajira? Kwa hiyo muda mwingine sasa tuna wajibu wa kutumia sasa fikira zetu wenyewe kwanza, kwamba kwa mimi hapa nilipo, kwa maarifa na ujuzi nilionao, nifanye nini ili angalau niweze kutatua changamoto zangu. Kwa sababu kuna speech moja ya mwalimu hayati Kambarage aliwahi kusema, kama sikumbuki vizuri, lakini kama nitaikosea sehemu wataalamu watanielewesha, lakini inasema kwamba mtu hatapimwa kiwango chake cha elimu kwa sababu alienda shule, ila atapimwa kiwango chake cha elimu ikiwa ataweza kuyafanya mambo matatu kwa ufasaha. La kwanza, kama ataweza kutatua changamoto zake yeye mwenyewe. La pili, kama ataweza kutatua changamoto zake yeye na jamii yake inayomzunguka. Lakini tatu, kama ataweza kuendana na mabadiliko ya sayansi, teknolojia na tabia ya nchi. Kwa hiyo haya matatu ukiweza kuishi nayo vizuri, wewe tunakuhesabu ni miongoni mwa walioelimika. Sasa kama wewe umeenda shule, umemaliza, upo uraiani, lakini huwezi kutatua changamoto yako wewe mwenyewe, ina maana kwamba wewe kwanza bado ni tatizo, au hujajiweza. Bado hujajiweza. Okay. Kwa hiyo kwamba ulienda, ama kama mfumo wa elimu ulienda kukua, ama mfumo wa elimu haukuwa rafiki kwako, hayo ni maswali mengine sasa ambayo unataka kujiuliza. Lakini